Kwa majina naitwa Pastor Solomon, natumika kanisa Sabaoth Church kwa mtoto wa Prophet of Jesus Joshua. Niko coordinator wa Afrika yote kwa Yesu, na sasa tumepokea mama Nabii Neema amefika, na tunamshukuru Mungu kuona gisi amefika salama. Tuko na kongamano kubwa sana ya kimataifa. Tumepokea watumishi kutoka Tanzania na mengine mama mwenyewe atatueleza. Tuko na mkutano siku 3 kuanzia leo Ijumamosi kesho, na sasa kesho asubuhi tutafanya pia semina ya watumishi wa Mungu, kwa sababu maono ambayo mama Nabii Neema anayo ni kwa sababu ya makuhani, kwa sababu Mwenyezi Mungu amefanya agano na makuhani. Sasa kuna kile ambacho Mungu amemtuma nacho kwa ajili ya makuhani. Tunaalika sana makuhani, asasa mapasta, mabishop, wa evangeliste, waalimu, manabii waweze kuja. Kesho asubuhi tutakuwa pale kukanisa Kinama, kanisa ya Sabaoth Kinama, Quartier Ngozi, barabara ya 7 namba 5, saa 2 ya asubuhi. Tutakuwa pale kufika paka saa 3 tunakuwa tunaanza hiyo semina. Paka saa 7 ya mchana tunakuwa tumemaliza kwa sababu ya kujiandalia kongamano ya jioni. Hiyo ya jioni tutaanza ni saa 10 tunaanza sasa kongamano. Na Jumapili hiyo dimanche pia tutakuwa na kongamano, tunaanza ni asubuhi mpaka jioni. Na kwa ufupi mengi zaidi mtayasikia hapo, yale ambayo Mungu amemtuma mtumishi wake aweze kufika katika nchi yetu ya Burundi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Neema Matthew mali yangu kutoka Tanzania, Dar es Salaam. Tumekuja tu kwa jambo moja ambao kwa ajili ya kongamano la Afrika yote kwa Yesu. Swali lako ambalo ni nzuri, la kwanza ambao unasema ni kwa nini imekuwa tumeweza kufanya kongamano hili katika nchi ambayo ya Burundi. Naweza nikasema ni Mungu ndiye ambaye alikusudia ili tuweze kufika katika nchi ya Burundi. Kama Mungu angekopo hajakusudia tusingeweza kufika, lakini ninajua lipo jambo nzuri na Mungu anawapenda wote ambao wanaoishi katika nchi ya Burundi, na ndio maana ameweza kututuma tuweze kufika katika nchi ya Burundi ili tuweze kufikisha kile ambacho Mungu aliweza kuwa ametuagiza katika kongamano hili ambalo la Afrika yote kwa Yesu. Na lengo haswa ni kuhusu watumishi wa Mungu hapa kwa mafuta. Na jambo lingine ambalo umesema kuwa manake je ni Burundi tu, conference haya yanafanyika Burundi? Hapana, Afrika yote kwa Yesu manake ni network ambayo manake inatembea dunia nzima. Kwa hiyo manake si kwamba labda inakuwa naishia hapa tu Burundi, hapana. Tukitoka Burundi kuna program nyingine ambayo inaendelea katika nchi zingine, na makongamano yetu ambayo ya Afrika yote kwa Yesu yanakusanya watumishi mbalimbali ambao wenye wito ambao wakutamani kutumika kimataifa, ambao waliitwa na Mungu. Haijalishi ni mwimbaji wa gospel, nyimbo za injili, mtu anakaribishwa katika Afrika yote kwa Yesu. Haijalishi ni mwinjilisi, ni nabii, ni mtume, ni mchungaji, mtu yote ambaye anakaribishwa, ambao mtu anajisikia kwa ajili ya kuweza kumtumikia Mungu. Na lengo ni kwa ajili ya uamsho ndani ya Afrika. Mungu ana jambo kwa ajili ya watoto ambao wa Afrika. Kwa sababu Mungu ameikumbuka Afrika. Kwa ndio maana Mungu ameweza kututuma. Ni vitu vingi, yani Mungu aliongelea kuhusu mambo ya kanisa, na Mungu akaongelea hata kuhusu mambo ya nchi. Kwa maana yake ni mambo mengi tu ambayo yapo katika Afrika yote kwa Yesu. Nadhani wale ambao watakaohudhuria katika kongamano hili ambao katika nchi Burundi watasikia kila ambacho Mungu alichoweza kunituma katika Afrika. Na then Mungu alisema utatembea katika Afrika yote, alafu then nitakutuma hata kwenye mataifa mengine. Kwa maana hili sio kwamba ndio kongamano ambalo letu la kwanza, hapana. Hili ni kongamano ambalo la 5 kwenye nchi ambayo ni nchi ambayo ya 5. Na ambako naona mpaka nafika hapo mimi waga namuuliza Mungu. Mungu akiniambia kuwa nikishatoka kwenye nchi fulani, namuuliza Mungu ni wapi tena ambapo napotaka niweze kwenda. Kwa Mungu akiniambia nenda nchi fulani, ndio ambapo naponipasa niweze kwenda katika hiyo nchi fulani. Kwa hiyo tunawakaribisha hata mtu kama unaimba gospel, unakaribishwa
kujiunga katika Afrikote kwa Yesu ili kuweza kutembea pamoja nasi katika dunia nzima. Okay, asante kwa swali zuri. La kwanza ambao unasema kuwa maana yake tuna watoto na inakuwaje, tunawezaje kuweza kuacha familia afudheni alafu kuwa tunatoka Tanzania maeneo gani? Sisi tunatoka Tanzania Dar es Salaam. Najua Dar es Salaam kila mtu ambaye anajua jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tunatoka Dar es Salaam kabisa, ndio ambako mahala ambako tupo. Kwa upande wangu mimi nimezaliwa Tanga. Nimezaliwa Tanga. Kwa hiyo ndiko mahala ambako nilipozaliwa. Lakini manake Tanga nilizaliwa, lakini nimekulia katika jiji la Dar es Salaam. Na then unaposema swali lingine ambalo unauliza, je, manake tuko na family? Tuko na family, tuko na watoto ambao watatu na mume wangu ni huyu hapa. Kwa hiyo jambo ambalo la kuweza kusema kuwa inakuwaje tunaweza kuwa tukaweza kuacha familia ni wito ambao upo, ambao uko ndani mwetu, kwa sababu hatuwezi kuangalia kwa sababu watoto itakuwaje. Hapana, sisi tunachotaka ni kutimiza kile kitu ambacho Mungu alichoweza kutuitia, kwa sababu tunajua hata watoto ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu, na hata kama tukaendelea kukaa nao sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Ambao anaweza kuwalinda ni Mungu mwenyewe, lakini sisi ambao tunatamani ni kufanya makusudi ya Mungu, kwa sababu neno la Mungu nasema ni wakati ambao kuitenda kazi yake kabla ni mchana. Kwa Mungu ametupatia nafasi kwa hali yoyote, na tupo tayari kwa nyakati zinazofaa na wakati ambao hazizofaa. Na ndio maana unaona, nadhani mnaelewa, kuna mambo ambayo yametokea katika nchi yetu mpaka kufika hapa. Imekuwa maana yake kuna hali ambayo tumepitia sana njiani. Ni Ebeneza tu, lakini Mungu nikamwambia Mungu, ninaelewa kuwa kuna kitu gani tokea mwanzo tu, kwa najua kama kuna jambo gani litakayotokea, na nielewe kutoa hata unabii kwenye Facebook yangu, nikamwambia kuna 1 2 3 hivi na hivi. Nikamwambia sasa, je, Mungu inakuwaje sasa kwenye kusudi? Je, ina maana kutokana na hizi purukushani ambazo zinazoendelea, je, nisiweze kwenda kwenye kongamano? Kazi yako isiweze kufanyika? Nikamwambia Mungu, nahitaji kifiki hiyo tarehe, mimi ninachohitaji nataka niweze kwenda kufanya kazi yako. Hakuna kitu chochote, hakuna mimi nitachojua, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kuzuia kusudi lako isiweze kufanyika. Ashukuriwe Mungu, ameweza kufanya na tukachukua hatua, ingawa ni kwa moyo mkuu ambao ingekuwa utatakikana kwenye hali maana yake tusize kutoka. Na kuna baadhi ambao wengine watumishi wameweza kuzuiliwa mipakani, hawajaweza hata kuweza kufika, wamekatazwa wasiingie. Lakini Mungu wetu sisi ametusaidia. Ili lengo ni kwa ajili mimi, kiu yangu ni nifikishe kile ambacho Mungu alichoniagiza, kwa sababu natamani kukomboa wakati haumsubiri mtu, bali lazima uweze kwenda na wakati. Si kwamba labda majira yanarudi nyuma, hapana, majira yanakwenda mbele. Kwa mimi katika maisha yangu huwa natamani kuweza kusonga mbele, na huwa sitamani niweze kuona labda kuna kizuizi chochote ambacho kinachonizuia kwenye kusudi la Mungu. Ni hele labda vizuizi kuhusu maisha yangu ambao unahusiana na mimi, lakini kwenye upande wa kusudi la Mungu huwa sitamani, kwa sababu nampenda Mungu, nimejitoa kwa Mungu, nipo tayari kwa ajili ya kufanya kusudi la Mungu. Swala ambalo unaosema kuwa ni kwa nini tuko hapa, na kwa sababu maana yake kwa majira haya nchi yetu inatuhitaji. Ni kweli nchi yetu inatuhitaji, lakini hata kama ningekuepo mimi siwezi kuilinda nchi yangu. Umeelewa? Maana yake watu ni wa Mungu, kwa maana yake wanalindwa na nani? Na Mungu. Kazi yangu mimi kama kuhani ni kwa ajili ya kupeleka maombi kwa mbele za nini? Za Mungu. Na ninaamini ilikuwepo ni vitu tu vimepita tu, ni upepo umepita, lakini nchi yetu tunaipenda, na rais wetu tunampenda sana, na viongozi wetu tunawapenda. Kwa hiyo tulikuwa tunajua ni mambo mengine yalitokea tu, lakini hayatotokea. Tunamwamini Mungu wetu, ni mtetezi wetu, hawezi kutuacha katika taifa letu. Kwa hiyo niko hapa, lakini maana yake ninajua na Mungu yuko pamoja na taifa langu. Na unaposema swali lingine unasema ni kwa nini niko hapa katika nchi ya Burundi. Nipo katika nchi ya Burundi, naipenda nchi ya Burundi. Haleluya.
Kwa nini? Manake ni kongamano ambalo kesho wategemee Mungu atawatendea mambo makubwa, kwa sababu lipo kusudi Mungu ambao wenye shida mbalimbali watapata majibu. Wakati ambapo nipo nakuja, Mungu akaniambia kuhusu kitu kimoja. Akaniambia kuhusu ile unasema kuweza kuondoa. Kwa maana yake Mungu ataenda kuondoa vile vitu ambavyo vilikuwa vinawatatiza katika maishani mwao. Ataenda kuwapatia majibu. Haijalishi labda kuna kitu gani, haijalishi mambo ya ndoa, haijalishi labda kuna watu wanahitaji kuolewa, yani whatever, yani kila kitu ambacho unachohitaji. Tegemea kwenye conference hii lipo jibu lako ambao Mungu ataenda kukujibu.